hapa tuko na welders, hapa tuko na maengineer, tuko na architect. Kila mtu wako hapa, na hiyo umoja wenu ndio itafanya hii mjengo ikamilike. Na ndio sababu hiyo mimi nawaambia jameni, asanteni sana kwa umoja wenu. Mnajua kulisemekana umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Na tukijitenga ama tukiwa na matengano tunakuwa wadhaifu. Mimi nikiona hivi ya kwamba kuna watu mafundi wafanyikazi 3,000 wanafanya kazi hapa, mimi naridhika sana, na mimi naona ni jambo la heshima, kwa sababu tumekuwa tukipanga miaka nenda miaka rudi vile ajira itapatikana Kenya. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaeleze vile nilivyosema pale mbeleni. Kazi haipatikani, kazi inapangwa ndio ipatikane. Si ndio? Yes. Na ndio nilisema tutakuwa na mpango kamili, deliberate, intentional, practical plan ya kuhakikisha kwamba nafasi ya ajira inapatikana. Nasikizeni, ili kurahisisha hii kazi yote. Sasa katika bunge yetu ya Kenya, saa hii inaendelea mazungumzo kuhusu sera mpya na sheria mpya ya National Infrastructure Fund. Mahali sasa tutaweka hii pesa yote tumepata kwa Safaricom, ile pesa tumepata Kenya Pipeline, ile tutapata kwa marafiki. Nitafanya mambo kidogo hapo nijue vile itaongezeka. Alafu sasa hiyo pesa tutumie kusukuma hii maneno yote. Tujue kama tunaelewana jameni. Sikizeni. Saa hizi si mimi naongea na nyinyi hapa. Tuko na vijana kama nyinyi. Zaidi ya 1,600 Kenya wanafanya hii kazi mnafanya. Kuna watu wanajenga masoko, kuna watu wanajenga affordable housing, kuna watu wanajenga hostels ya watoto wetu, na hiyo kazi yote nimeanza tu 2 years. Sina maana hiyo? Vijana 1,600 ambao hawakukuwa wanafanya kazi miaka 2 ijayo, miaka 2 iliyopita, sasa wako kazini kama nyinyi. Alafu unasikia mtu mwingine hako na akili kidogo, anasema ati atakuja kusimamisha hizi kazi. Huyo mtu anaelewa Kenya hii nini inaendelea? Ate mnasema ajaribu. Hata nyinyi mmesema mambo ni matatu.